Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa na kujizamia katika yale ambao nimeweza kukuandalia. Mimi ni Jojina Mwatatu. Na katika upande wa kimataifa tuangazie kuhusiana na mgogoro ambao upo Marekani na Israeli dhidi ya Irani, na tunafahamu jinsi gani ambavyo kwa upande wa Irani walivyoweza kuchukua maamuzi mapema katika kuhakikisha kwamba wanafunga mlango wa bahari wa Hormuz ambao unahusika kwa asilimia kubwa upande wa usafirishaji wa mafuta. Na hata hivyo tumeweza kuona kwa upande wa Marekani pale ambapo rais wa Marekani Donald Trump alipoweza kuzungumza na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer katika kuhakikisha kwamba wanazungumza kuhusiana na kufungua mlango huo wa bahari wa Hormuz, lakini hata hivyo bado majibu hayajaweza kupatikana. Na hii imekuwa ni kama vile msimamo wa Irani katika kuhakikisha kwamba wanajilinda zaidi na mashambulizi upande wa Marekani pamoja na upande wa Israel. Kwa moja kaamua kuweza kufunga mlango huo wa bahari wa Hormuz ambao ni kwa asilimia kubwa unahusishwa katika usafirishaji wa mafuta kwa mataifa mbalimbali. Na hata hivyo licha kwamba rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuzungumza na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer katika kuhakikisha kwamba mlango huo wa bahari unafunguliwa, lakini pia ameweza kuzungumza na umoja wa kujihami, ameweza kuzungumza na NATO kuhakikisha kwamba mlango wa bahari unafunguliwa, lakini bado tujaweza kuona jinsi gani ambavyo hali itavyoenda kuwa kwa upande wa NATO kuweza kushawishi zaidi kwa upande wa Irani kuweza kufungua mlango huo wa bahari wa Hormuz. Lakini hata hivyo kwa upande wa rais wa Marekani Donald Trump ni kama vile anahitaji nguvu zaidi kuhakikisha kwamba mlango wa bahari unafunguliwa. Tumeweza kuona ameanza na taifa la Uingereza kwa kuweza kuzungumza na waziri mkuu wa taifa hilo Keir Starmer kisha kama mlango huu wa bahari wa Hormuz unafunguliwa, lakini pia amewataka au amewaomba NATO kuweza kumsaidia katika kuhakikisha kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unafunguliwa. Na bado tunaendelea kuona jinsi gani kwa upande wa China tuliweza kuona kwa mara ya kwanza pale ambapo waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi naye pia akiweza kuzungumza kusimama akisema kwamba kwa upande wa China wapo tayari kusimama kama mpatanishi kati ya Marekani na Israel dhidi ya Irani ili kuhakikisha kwamba mgogoro huu wa vita unaenda kutamatika. Na hasa hivyo tumeweza kuona sasa rais wa Marekani Donald Trump pia akiweza kumtaka rais wa China Xi Jinping na yeye pia kuweza kuingilia kati katika hilo kuhakikisha kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unafunguliwa. Na tunafahamu ushirikiano ambao upo, diplomasia ambayo ipo kati ya Irani pamoja na China. Wana diplomasia nzuri sana haya mataifa mawili katika upande wa kiuchumi, upande wa kiusalama pamoja na upande wa biashara. Kwa hiyo kwa upande wa Marekani kuweza kuzungumza na China kuhakikisha kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unafunguliwa ni kama vile kuna taa ya kijani ambayo inawaka kwa upande wa Marekani, lakini pia na upande wa mataifa ya magharibi ambapo upande wa bei za mafuta umeweza kuongezeka kwa asilimia 50 katika mataifa ya magharibi. Na ndio maana tumeweza kuona hiki ambacho sasa hivi rais wa Marekani Donald Trump anakifanya kuweza kuzungumza na baadhi ya mataifa, lakini pia kuweza kuzungumza na umoja wa NATO kuhakikisha kwamba mlango huo wa Hormuz unafunguliwa. Mtazamaji, na atamatisha hivyo Morning Victory, na tumaini kwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo katika upande wa fahamu zaidi kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kabla sijatamatisha kabisa, hata nikupe mchongo ni kuhusiana